Je, unaelewa habari ya kwamba Roho Mtakatifu ndiye anayetoa upako? Unaelewa maana ya neno upako? Upako ni nguvu ya uwezesho wa kutenda mambo eh? Roho Mtakatifu anatoa upako. Kuna aina 9 za upako wa Roho Mtakatifu. Je, unafahamu? Aina ya kwanza ni upako wa kiuchumi, upako wa mali, upako wa kumiliki mali, upako wa fedha. Mwingine anaweza akasema, Pastor, sikuelewi. Sikiza nikwambie, kuna aina 9 za upako wa Roho Mtakatifu. Aina ya kwanza ni upako wa mali, upako wa kiuchumi. Aina ya pili ni upako wa akili. Sikiliza, kwa habari ya upako wa uchumi, ukiangalia kwenye maandiko, Biblia inasema kwamba Mungu akawaonya watu akamwambia, msije mkanisahau, mtakapopata mali mjue mimi ndiye niliyewapa nguvu za kupata mali. Maana yake watu hupewa nguvu za kupata mali kupitia Roho Mtakatifu. Naelewa? Sasa kuna jambo la pili, upako wa akili. Ndiyo hapa maarifa yote yanatokea. Unashangaa watu wanabuni. Kwa unavyoona everything which is continuing all over the universe inasababishwa na Roho Mtakatifu. Kuna upako wa kazi, unaelewa hilo? Kazi, work. Yes. Roho Mtakatifu anafanya uwezesho wa ajabu katika kazi. Kuna upako wa kibali, unaelewa hilo? Upako wa kibali unatoka kwa Roho Mtakatifu. Sio hivyo tu, kuna upako wa huduma. Nguvu za Mungu, uponyaji unazirika na mambo mengine yote. Huduma inasonga mbele, inaendelea. This is a mission. Hata Yesu Kristo aliwaambia wanafunzi wake, msitoke mpaka mpokee upako. Anasema nyingine, siasa, utawala. Hivi unajua kila anayetawala Mungu ndiye amemweka. Mungu ameruhusu mpaka akakaa pale. Jambo lingine katika upako, kuna upako wa ndoa. Ndio maana kuna watu wengine hawaolewi, hawaoi kwa sababu ya upako wa ndoa.